Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wataua na wachaji wa Mungu, neema ya Bwana iwafunike popote pale mlipo. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa siku hii ya leo. Mimi ni mtumwa wa Kristo na mwalimu Joseph, na ni wakati mzuri ninaomba nizungumze na wewe kuhusiana na shukrani. Wengi tumekuwa tukipuuzia shukrani, tumekuwa tukiona kama ni jambo la kawaida, lakini kabisa shukrani ni command, ni maelekezo ya kimungu, na shukrani imebeba nguvu isiyo ya kawaida kwenye ulimwengu wa roho. Shukrani ni funguo tosha kwenye maisha ya mtu. Shukrani ni funguo inayoendelea kufungua miujiza na mema ya Bwana kuendelea kukufuata. Ndiyo maana unahitaji shukrani. Ndiyo maana unatakiwa uwe mwenye moyo wa shukrani kila mara mbele za Mungu wako. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye, yani shukrani. Kisha kufanya neno lolote ama tendo lolote, lifanye kwa jina la Bwana, huku ukimshukuru Yesu Kristo, ukimshukuru Bwana. Kwa hiyo shukrani inakusaidia wewe pale ambapo ulipoishia jana. Shukrani inakusaidia kwenda zaidi ya pale. Shukrani inakusaidia kwenda katika ukasi wa kimungu, divine speed, yani inaongeza uharaka wako katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa usipojijengea maisha ya shukrani kwa Mungu wako, utajikuta kuna mambo ambayo hukuyapata, kuna vitu ambavyo hukuvifikia kwa sababu ya kutokufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kuwa mtu wa shukrani kila mara mbele za Bwana, ukiwa pia umeishika sadaka yako. Kila mara uwe mtu wenye moyo wa shukrani kwa Mungu wako. Kumshukuru Mungu ni kudhibitisha kuwa yeye ndiye chanzo, is the source, is the origin of all things to your life, katika maisha yako, kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote kwenye maisha yako. Kutoshukuru ni kuonyesha kwamba wewe na ndugu yako, wewe na bibi yako mnaweza kufanya, kwamba hata kama usingekuwa na mkono wa Bwana ungelifanya tu. Kumshukuru Mungu kwako ni ushahidi na udhibitisho kwamba Mungu ni chanzo. Kwa hiyo sasa uelewe kwamba shukrani ni agano, lakini pia shukrani ni kwamba inafunua kwamba Mungu ndiye chanzo, inamfunua Mungu ndiye chanzo kwenye maisha yako. Mungu ni Baba. Neno Baba yani chanzo, Aba, kwamba yeye ndiye Aba kwenye maisha yako, yeye ndiye chanzo. Shukrani itakufanya uendelee kusafiri na Mungu. Shukrani itakufanya uendelee kutembea chini ya kibali na mkono wa Bwana na upako wake unaoweza kukufikisha mahali ambapo usingeliweza kufika kwa juhudi ama kwa bidii zako wewe mwenyewe. Shukrani ni catalyst ya neema, ni kichochezi cha neema. Shukrani inachochea neema ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kadri unavyomshukuru Bwana ndivyo unaongezeka. Unapoendelea kumshukuru Bwana ndivyo unaendelea kuongezeka. Kwa hiyo kila jambo ambalo linalokufanya wewe kumshukuru Mungu linaongezeka. Kumbe shukrani kanuni yake ni ongezeko. Unaposhukuru unaongezeka. Lakini pia tena shukrani si tu kwamba ni kichochezi cha neema, lakini pia shukrani na si tu kwamba ni kichochezi cha maongezeko. Shukrani ni unyenyekevu. Thanksgiving, it is humility, humbleness. Shukrani ni unyenyekevu.
Kutoshukuru ni kiburi, na kiburi ni kaburi. Kutoshukuru ni kiburi, na kiburi ni kaburi. Nafikiri kuna mtu ambaye unaelewa. Huu ni ufunuo. Uanze kujua kumshukuru Bwana. Alama ya kujumuisha 27786243 unaweza kupiga simu, katuma ujumbe, tukakusaidia kwa maombi, kwa maombezi na ushauri wa kiroho. Hata kama Bwana hajafanya kile ulichokitarajia, mshukuru. Mshukuru kwa sababu sasa umejua siri na maarifa yatokanayo na shukrani. Shukrani inafanya mtu aishi chini ya mbingu iliyo wazi. Maana yake ni kwamba kutokushukuru inafunga mbingu kwenye maisha yako. Lakini again ni kwamba shukrani ina perfect muujiza wako. Gratitude, thanksgiving, it's perfect your miracle. It's perfect our miracle. Ina perfect, yani inatimiza miujiza. Ina perfect miujiza. Ndio ile nimesema ongezeko. Ina perfect miujiza. Yesu alipotaka mikate na samaki waongezeke, alishukuru. Alipofika mbele ya kaburi la Lazaro ili kwamba Lazaro apokee muujiza, afufuke katika wafu, Yesu alishukuru. Shukrani, mtu wa Mungu, inakamilisha masuala yetu. Njia rahisi ya kutimiziwa ni kuwa na shukrani. That is the easiest way to receive is to be thankful. Ni kuwa na shukrani, kuwa na moyo wa shukrani, ni kuwa mwenye kumshukuru Bwana. Kuwa na shukrani ni kujaa, ama tuseme shukrani ni ujazo. Kwa ufupi, in short words, we can say kwamba tunaweza tukasema hivi kwamba shukrani inasababisha utele, inasababisha fullness, inasababisha uwingi, which means kwamba mtu wa shukrani hawezi akapungukiwa. Mtu wa shukrani hawezi akakosewa. Jifunze kumshukuru Bwana. Jifunze kwenda mbele ya Bwana kwa moyo wa shukrani. Kwa moyo wa shukrani. Hapa. Mungu wa milele, Baba asante. Mungu aliye hai, asante. Na kuja mbele yako Bwana kwa moyo wa shukrani. Kwa yale ambayo umefanya na kwa yale ambayo utafanya na kwa yale ambayo Bwana natamani uyafanye, na kushukuru kwa ajili ya yote, maana wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya mwanao huyu. Asante kwa ajili ya watu wako. Baba, tunakuja malangoni pako kwa moyo wa shukrani, tukiwa tumezishika na sadaka zetu. Uinuliwe wewe Bwana, upokee shukrani zote, maana from generation to generation wewe Mungu ni mwema. Vizazi na vizazi haujawahi kubadilika. Neno lako linasema katika kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, shukuruni kwa kila jambo, kwa kuwa hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu mapenzi yako, unasema katika Yeremia, mawazo ninayowawazia ni mawazo mema ya kuwapa tumaini na amani siku zenu. Mungu wa milele, pokea shukrani. Maneno hayatoshi kushukuru wewe, kwa maana fadhili zako ni za milele, kwa maana wewe ni mtakatifu. Mambo utendayo Bwana wanadamu hawawezi kuyatenda. Wewe unatuvusha, wewe unatulinda, wewe unatulinda Baba, wewe unatuongoza Mungu katika maji ya utulivu. Unatuongoza Mungu, unatulinda usiku, unatutenga na uharibifu. Neema yako inazidi kuongezeka kwenye maisha yetu kila siku. Hakika wewe ni Ebeneza. Wewe ni Mungu na yaweza yote. Sifa, heshima na utukufu ni vyako milele, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya huyu ambaye amesikiliza maarifa haya. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Baba, ninakutukuza kwa sababu mpaka muda huu, hata sasa hivi, uko unafanya kazi kwenye maisha yake. Uko unafanya kazi, uko unamuondolea maumivu, uko unamuondolea magonjwa, uko unaondoa shida,
uko unaondoa kila vikwazo na kila vizuizi vyote kwenye maisha yake. Vinaondolewa muda huu. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu, vikwazo vyote vinaondolewa, kila mbaya zinafutwa katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi milele aliye hai. Asante Mungu kwa wema wako na rehema zako. Na hata sasa wewe ni mwaminifu, na hata sasa wewe ni mwema, na hata sasa tunarudisha utukufu na shukrani kwako, kwa kuwa wewe ni Mungu unayetujali. Sifa, heshima na utukufu ni vyako milele, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana. Na unaweza kuwasiliana nasi ukiwa unahitaji maombezi, unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji kuungwa kwenye group letu la maarifa na maombi, kwa namba zetu ambazo za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Uwe na wakati mzuri na Yesu akutunze. Shalom.